Basi ni matumaini yangu kwamba nyote ni wazima. Ni matumaini yangu kwamba nyote ni wazima. Imempendeza Mungu injili ya Yesu ikapate kuhubiriwa mahali hapa, na ni vyema tuamini, tuombe, alafu Mungu aongoze neno lake sawa na mapenzi yake. Nakupa sifa Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Sifa na utukufu ni kwako Bwana. Kwa kuwa wewe ni mwema, wewe ni mwenye haki, wewe ni mtakatifu. Bwana, tunasema asante kwa kuwa umekusudia kunena nasi jioni ya leo. Mungu akafungue mioyo yetu na fahamu zetu tukapata kuelewa ni kipi ambacho Mungu unahitaji kutoka kwa mwanadamu. Mungu akatusaidie Bwana, tukapate kugeuka kutoka njia ambazo hazikupendezi, na tukapate kukaa maisha ya haki, maisha matakatifu. Na ni katika jina takatifu lako Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amina. Tutaenda kuangalia maandiko. Waraka wa pili wa Petro. Waraka wa pili wa Petero. Nyamazeni ama mtoke hapa. Waraka wa pili wa Petro 2 mstari wake ni wa 4 hadi wa 6. Waraka wa pili wa Petero sura ni ya 2 mstari ni wa 4 hadi wa 6. Hivi ndio maandiko yanasomeka, tutasoma kwa uwezo wa Mungu. Kwa maana kama Mungu hakuwasamehe malaika walipotenda dhambi, bali aliwatupa kuzimu katika vifungo vya giza, wakae humo hadi ije ile hukumu. Mstari wa 5, kama hakuusamehe ulimwengu wa kale alipoleta gharika juu ya watu wale wasiomcha Mungu, lakini akamhifadhi Nuhu mhubiri wa haki pamoja na watu wengine 7. Mstari wa 6, kama alihukumu miji ya Sodoma na Gomora kwa kuiteketeza kwa moto ikawa majivu, na kuifanya kuwa kielelezo kwa yale yatakayowapata wale wasiomcha Mungu. Amina. Hivyo ndio maandiko yanasomeka. Mungu anasema kama hakuwasamehe malaika walipoasi, walipotenda dhambi, bali Mungu aliwatupa kuzimu wakae katika vifungo vya giza mpaka ije ile hukumu. Itakuwaje mimi na wewe tunakaa katika mtaa wa Shauri Yako ama mtaa wa Kisumu ndogo, tukikaa katika dhambi, tukiamini ya kwamba Mungu atatusamehe wakati tunakaa katika dhambi? Itawezekana vipi? Itawezekana vipi ukae katika dhambi na utarajia kuingia paradiso, wakati Mungu anaweka wazi katika neno lake kwamba wakati malaika waasi walipotenda dhambi, aliwahukumu akawatupa katika vifungo. Na wewe uko hapa unakaa katika zinaa. Wewe unakaa katika zinaa na unatarajia ukiwa katika zinaa ukapata kurithi ufalme wa Mungu. Itawezekana vipi? Itawezekana vipi ukae katika zinaa mahali hapana ndoa, ukae katika zinaa nje ya ndoa na urithi ufalme wa Mungu, wakati Mungu alihukumu malaika? Itawezekana vipi? Je, wewe na mimi sisi ni bora kuliko malaika? Malaika wametengenezwa kwa moto, mimi na wewe sisi ni mavumbi. Mungu alihukumu malaika. Hii inafaa iweke hofu ndani yako. Hii inafaa iweke hofu ndani yako. Kama Mungu alihukumu malaika akawatupa kuzimu katika vifungo mpaka ije siku ya hukumu, hata wewe ambao unasikia sauti na unakaa maisha ya dhambi, usipotubu na kugeuka,
Usipotubu na kugeuka, hautaepuka hukumu ya Mungu. Usipotubu dhambi na kuachana na maisha ya dhambi, hautaepuka hukumu ya Mungu. Ulimwengu wa wakati wa Nuhu, Noa alijenga safina kwa kipindi cha miaka 120. Noa alikuwa mtumishi mwenye haki mbele za Mungu. Noa alikuwa anaambia watu wageuke, watoke kwa dhambi, na watu walikaa kupuuza. Watu walikaa kupuuza sauti ya Mungu kutumia mtumishi wake, kupitia mtumishi wake ambaye ni Noa. Watu walipuuza sauti ya Noa mpaka Mungu akaleta hukumu. Hukumu ambayo ilikuwa ni mvua, hukumu ambayo ilikuwa ni maji. Watu walikufa. Watu walikufa ndani ya maji. Watu walikufa kifo cha kinafiki kwa sababu ya kukataa kutii sauti ya Mungu. Leo watu wanasikia injili ya Yesu, wanashupaza mioyo yao. Watu wanavyaki injili ya Yesu Kristo. Watu wanavyaki damu ya Yesu Kristo, pasipo kutambua kwamba damu ya Yesu Kristo ndio damu yenye uwezo wa kuosha dhambi na kuleta ukombozi kwa kila mwanadamu ambaye amezaliwa na mwanamke. Hakuna damu nyingine yenye uwezo wa kuosha dhambi isipokuwa damu ya Yesu Kristo. Watu ambao hawakutii sauti ya Mungu, watu ambao walikataa kutii sauti ya Mungu wakati wa Nuhu, Mungu alileta hukumu. Hukumu ilikuwa ni gharika. Watu walikufa ndani ya maji katika ulimwengu mzima. Watu 8 peke yake ndio waliokolewa. Na leo tunakaa katika comfort zone, tukikaa katika dhambi, tukikaa katika chuki, tukikaa katika wivu, tukikaa katika masengenyo, na unasikia uko sawa wakati unakaa katika hizo dhambi. Nimekuja nikutangazia kwamba uko sawa. Nimekuja nikutangazia kwamba hauko sawa wakati unakaa maisha machafu nje ya Kristo. Yesu alikufia dhambi ili wanadamu wapate uzima wa milele. Yesu alisulubiwa, Yesu alikufa, Yesu alizikwa, Yesu siku ya 3 alifufuka kutoka kwa wafu ili kuwa uzima na ukombozi kwa ulimwengu. Wewe uko ndani ya kanisa, hauna utakatifu. Uko ndani ya kanisa, unakaa na waume za watu, unakaa na bibi za watu. Wewe uko ndani ya kanisa, wewe ni mtumishi, unalala na washirika. Nimekuja kukuonya na kukuambia kwamba Mungu aheshimu mwanadamu, Mungu anaheshimu neno lake. Wewe endelea kulala na washirika, endelea kuoa wake ukifukuza, endelea kukaa maisha ya uzinzi, kwa kuwa wewe ni mtumishi. Mungu amekuja kukuonya. Mungu amekuja kukuonya. Wakati wewe ni mshirika wa kanisa na una ushirika na Yesu Kristo, hii sauti imekuja kukuonya. Tafuta ushirika na Yesu Kristo, sio kuwa mshirika wa kanisa. Kama Mungu hakuwasamehe malaika, hata wewe hatakusamehe. Kama hakusamehe watu wanafiki wakati wa Noa, hata wewe hatakusamehe. Kama Mungu hakusamehe Sodoma na Gomora, watu ambao walikaa wakifanya ushoga, wakifanya ufiraji, Mungu aliwateketeza kwa hukumu ya moto. Hata wewe usipotubu na kugeuka kutoka kwa dhambi, kutoka kwa zinaa, utakufa kama mjinga na utaingia jehanamu. Paradiso haitaingia wanafiki ambao wamemkataa Yesu. Ni maisha gani unakaa wakati unaingia kanisani? Wakati uko nje ya kanisa unakaa maisha gani? Wakati uko ndani ya kanisa
Wakati uko nje ya kanisa, ni maisha gani unaishi? Pasipo utakatifu hakuna mwanadamu ambaye atamuona Mungu. Ni maisha gani unaishi? Ni maisha gani unakaa? Wakati uko hapa Kisumu Ndogo, ni maisha gani unaishi? Mungu ametuma hii sauti ipate kuamsha dhamira yako, utoke katika zinaa, utoke katika chuki, utoke katika uzinzi. Uasherati usipotubu na kuachana nao, dhambi ya zinaa itakupeleka jehanamu. Leo hakuna dhambi inaingiza watu jehanamu kama dhambi ya zinaa. Watu wako katika ndoa zao wako na zinaa. Watu wako katika ndoa zao wako na mipango ya kando. Wengine hata wanazaa watoto wakiwa ndani ya ndoa, watoto wa nje. Ni maisha gani watu wanaishi? Ni maisha gani unaishi? Yeyote ambaye anashiriki zinaa nje ya ndoa yake, hata huwa mshirika wa kanisa, hauna nafasi katika ufalme wa Mungu. Ni aidha utubu hiyo dhambi na uachane nayo, ugeuke kikamilifu, upate kuwa na ushirika na Yesu Kristo. Mungu hakutengeneza paradiso kwa ajili ya wazinzi na washerati. Paradiso ni kwa ajili ya watakatifu ambao walikiri dhambi zao, wakatubu dhambi zao, wakageuka kutoka kwa dhambi zao na wakaweka imani kwa Yesu na wakakaa maisha matakatifu. Ni maisha gani unaishi? Ni maisha gani unakaa? Tumeona vyema Mungu anasema hakuwasamehe malaika walipoasi ulimwengu wa wakati wa Nuhu. Mungu hakuwasamehe, alileta gharika akawaangamiza wanafiki. Sodoma na Gomora, wafiraji, mashoga, Mungu alileta hukumu ya moto akawateketeza, wakafa kifo cha uchungu. Ni maisha gani unaishi? Wewe unafikiria jehanamu ni mahali pa mchezo? Wewe unafikiria jehanamu ni mahali pa mchezo? Rafiki yangu, enda ukae chini. Enda ukae chini na uchukue Biblia yako usome kitabu cha Luka 16 mstari wa 19 hadi 30. Utatambua kwamba jehanamu sio mahali pa mchezo. Jehanamu ni mahali ambapo utatamani maji na maji hayatapatikana. Jehanamu ni mahali ambapo kuna funza ambao wanatesa watu. Jehanamu ni mahali ambao ukiisha kuingia hautawahi kupata toba. Kipindi cha neema ni wakati unaishi. Kipindi cha neema, watu wa Kisumu Ndogo, watu wa shauri yako, kipindi cha neema ni wakati unaishi. Pata kutubu dhambi, pata kugeuka kutoka kwa dhambi. Mbona dhambi kuingiza jehanamu? Wakati Yesu alikufia dhambi ili tukapata kubaki tukiwa huru. Yesu alisulubiwa kafa kwa sababu ya dhambi zako na alifufuka ili tuhesabiwe haki. Mbona unakaa katika dhambi? Mbona unaendelea kuogelea katika dhambi? Kuna watu ambao ndani ya mioyo yao wamejaza chuki. Watu ndani ya mioyo yao wamejaza chuki, hawana msamaha. Maandiko yanatuonya, yeyote ambaye amejaza chuki dhidi ya ndugu yake, huyo ni muuaji, na muuaji hana uzima wa milele ndani yake. Mbona ukae na chuki? Chuki kupeleke jehanamu. Mbona ukae ukiwa umejaza chuki ndani ya moyo wako? Mungu anataka ukatisha uhusiano wako na shetani, ibilisi. Chochote ambacho unafanya ambacho sio haki, unafaa ujue ni uovu, ni uasi.
dhidi ya Mungu ambaye ni mtakatifu. Mungu ni mtakatifu. Mungu ndani yake kumejaa nuru, hakuna giza. Wakati uko ndani ya kanisa, wakati unajiita Mkristo na ndani ya moyo wako umejaza chuki, umejaza masengenyo, fitina, unafaa ujua una Kristo. Leo watu wengi ni washirika wa makanisa, lakini hawana ushirika na Yesu Kristo. Ndio maana unaona zinaa imejaa makanisani. Ndio maana unaona masengenyo na watu wako makanisani. Mungu anataka watu watubu dhambi na wageuke kutoka kwa uovu wote. Mungu ametupea siku chache sana. Mungu ametupea siku chache sana hapa ulimwenguni. Mungu anatuambia miaka yetu ni 70 na kama uko na nguvu ni 80, lakini watu wanakufa hata na 30, 40, 20. Hii inakuonyesha nini? Wakati tunachanga hapa kwa matanga, kwa moyo wako ni kitu gani kinakuja? Unafaa ukae umeandaa nguo zako, wakati wowote safari inaweza ikawa yako. Unafaa ukae umejiandaa. Wale mabikira 10 katika Biblia, 5 walikaa wakiwa tayari, 5 walikuwa wanafiki. Wakati bi harusi alikuja, taa zao zilikuwa na mafuta. Hiyo inatuonyesha hawakuwa tayari. Hawakuwa tayari kwenda na Yesu Kristo. Na wale 5 ambao walikuwa tayari walipata kusafiri pamoja na bibi harusi na bwana harusi. Ni maisha gani tunakaa? Shauri yako. Kisumu ndogo ni maisha gani tunakaa? Wakati unaingia kanisani, wakati uko nje ya kanisa, unakaa maisha gani? Ni maisha gani unakaa? Wewe ni yule mtu ambaye uko ndani ya kanisa, lakini nje ya kanisa anakaa maisha machafu. Wewe ni yule mtu ambaye ni mfisadi. Wewe ni yule mtu ambaye ni mfisadi. Kama katika biashara yako ambayo unaifanya hauifanyi kwa njia ya haki, unafaa utubu na upate kugeuka. Hakuna mtu hata mmoja ambaye anakaa maisha machafu ambaye ataingia paradiso kulingana na mujibu wa maandiko. Ukiangalia kitabu cha Ufunuo 21 mstari wa 27, maandiko yanasema kitu kichafu hakitaingia katika Yerusalemu mpya. Kwa hivyo unafaa uchunguze njia zako. Unafaa uchunguze njia zako. Wakati unaingia kanisani, wakati uko nje ya kanisa, chunguza njia zako. Leo kuna watu wanakaa kufurahisha watu. Kuna watu wanakaa kufurahisha wengine. Mungu ametuweka hapa ulimwenguni tukae maisha ya haki, maisha ya utakatifu, maisha ya kumpendeza yeye peke yake. Kama malaika wakati waliasi hawakusamehewa, hata wewe wakati unakaa katika dhambi, usipotubu na kugeuka, ukikufa ukiwa katika ile dhambi, hautawahi pata msamaha. Ukikufa ukiwa hujajiweka sawa, hautawahi pata msamaha ukiwa jehanamu. Hautawahi pata msamaha wa dhambi wakati uko jehanamu. Tengeneza uhusiano wako na Yesu Kristo wakati unapumua. Ninakuonya tu kwa upendo wa Yesu. Ninawaonya kwa upendo wa Yesu. Nimekaa hii mitaa kwa muda mrefu sana. Ninajua unafiki ambao unafanywa katika hii mitaa.
Watu ni wazinzi, wamejaa makanisani. Shauri yako na kisu mdogo kutofautisha mwanamke ambaye ameolewa na yule ambaye hajaolewa ni kazi ngumu. Kila mmoja anasema hajaolewa. Kwa nini? Roho ya zinaa imetawala mioyo ya watu, na Mungu amekuja kuwaonya. Mungu amekuja kuwaonya. Yeye utubu hiyo dhambi na ugeuke kutoka kwa hiyo dhambi, ama hiyo dhambi itakuingiza jehanamu. Yesu alikufia dhambi. Yesu alikufia dhambi, akatuweka huru. Kwa hivyo dhambi haifai tena iendelee kukulemea. Uhusiano wako na dhambi unaletwa kwa sababu hutaki kutii sauti ya Mungu. Uhusiano wako na dhambi ni kwa sababu hutaki kutii sauti ya Yesu Kristo. Na kama huwezi ukasikia hii sauti na ukageuka, hata Mungu akishuka mwenyewe bado utageuka. Fanya marekebisho. Siku ya wokovu ni sasa hivi. Maandiko yanasema hivyo. Siku ya wokovu ni sasa hivi. Yesu anaokoa watu kila siku. Leo kuna watu wameokolewa, jana kuna watu wameokolewa, usiku kuna watu wataokolewa. Hata dakika hii tunaongea kuna nafsi bado zinaendelea kukombolewa. Kazi ya Yesu Kristo ni kukomboa nafsi kutoka umauti wa dhambi. Hiyo ndo kazi ya Yesu Kristo. Kuna jambo moja unafaa ufahamu. Yesu anapenda wanadamu wote, lakini Yesu anachukia dhambi. Kwa hivyo wakati unakaa katika dhambi na hutaki kuacha ile dhambi, unakuwa adui wa Mungu. Ukiangalia kitabu cha Yona, ukiangalia kitabu cha Yona sura ya 3, Yona alitumwa na Mungu katika mji mkubwa wa Ninawi, mji ambao watu walikuwa wanakaa maisha ya kibatili, venye Kisumu ndogo na shauri yako watu wanakaa leo. Yona akatumwa Ninawi. Yona akaenda akaambia watu, baada ya siku 40 mji wa Ninawi wote, mji wa Ninawi utaangamizwa. Wakati watu wa Ninawi walisikia sauti ya Mungu kupitia kwa nabii Yona, watu wa Ninawi walichukua hatua ya kugeuka. Watu wa Ninawi walichukua hatua ya kugeuka kutoka kwa dhambi. Watu wa Ninawi waligeuka kutoka kwa dhambi, na Mungu hakuangamiza ule mji. Mungu aliwaondolea ile hukumu. Kwa nini? Kwa sababu mioyo yao ilikubaliana na sauti ya Mungu, na wakakubali kutubu, wakakubali kutupilia mbali sanamu. Chochote ambacho kimetawala ndani ya moyo wako, hiyo ndio sanamu yako. Iwe ni simu. Kuna watu wanakaa masaa 5 kwa simu wakitazama mavideo machafu na hawana nafasi ya kusoma neno la Mungu. Huo ni unafiki, na wanafiki wasipoacha unafiki, hakuna mnafiki ataingia paradiso. Ninaelewa vyema. Leo makanisa mengi hayataki kuhubiri injili ya kweli, kwa kuwa wanaofia wakikwambia ukweli, hautatoa sadaka, hautatoa fungu la 10. Nimekuja nikuambia ukweli, ili siku ya hukumu usiwahi sema hukuambiwa. Ndio maana Mungu ametuma hii sauti mahali hapa, ukapate kusikia, ili kama njia zako ni mbaya, ukapate kutubu na kurekebisha. Mungu anasema katika neno lake,
Mungu anasema ya kwamba yeye afurahishwi na kifo cha mtu mwovu, na ndio maana Mungu alimchagua mwanao wa kipekee Yesu Kristo. Yesu akaja ulimwenguni na Mungu akachukua dhambi za ulimwengu wote. Dhambi za ulimwengu wote Mungu aliziweka katika mwili wa Yesu Kristo, na Mungu akahukumu dhambi za ulimwengu wote katika huo mwili wa Yesu Kristo. Wakati dhambi za ulimwengu zinahukumiwa katika mwili wa Yesu, damu ya Yesu ilimwagika, na bado Mungu akaona haitoshi. Kwa kuwa mshahara wa dhambi ni mauti, Mungu alimsulubisha Yesu Kristo. Yesu akasulubiwa msalabani. Yesu akakufia dhambi yako, uasi wako, maovu yako na makosa yako yote. Yesu aliyakufia pale msalabani ili ukapate msamaha, ili ukapate kuondolewa dhambi. Enda ukapate kutubu. Kwa kuwa hata wakati Yesu anaanza kuhubiri, Yesu aliambia watu watubu dhambi, wapate kugeuka kutoka njia mbaya. Wakati Yesu anahubiri toba, watu wengi hawakupendezwa. Na hivyo hata leo watu wengi wanachukia neno toba. Watu wanapenda maisha yao, hawampendi Yesu Kristo. Lakini nawalilia, nawaomba tafadhali, kama umesikia hii sauti, enda ukapate kutubu dhambi. Enda ukapate kurekebisha njia zako. Enda ukapate kugeuka kutoka kwa njia mbaya. Chochote ambacho umekuwa ukikifanya ambacho ni dhambi na uovu, enda ukapate kutubu. Enda ukapate kutubu. Kutubu ni kugeuka kutoka kwa dhambi. Kutubu ni kugeuka kutoka kwa dhambi. Kitabu cha Marko 1 mstari wa 15. Marko 1 mstari wake ni wa 15. Hapa ndipo mahali ambapo Yesu Kristo, Yesu wa Nazareti, alianza kazi ya injili. Na wakati Yesu alianza kazi ya injili, Yesu hakuambia watu watatajirika. Yesu hakuambia watu wataregeshewa nyota zao. Yesu aliambia watu watubu dhambi. Yesu aliambia watu wageuke kutoka njia mbaya. Na ndio maana ametuma hii sauti mahali hapa jioni ya leo. Enda ukapate kukiri dhambi zako mbele za Mungu. Enda ukapate kukiri dhambi zako mbele za Mungu ili ukapate rehema. Yeyote ambaye anakiri dhambi zake mbele za Mungu anapata rehema. Yeyote ambaye anaficha dhambi zake hawezi akapata rehema. Pata kutubu, pata kugeuka kutoka kwa njia mbaya. Marko 1:15 akisema, wakati umetimia, ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni dhambi na kuiamini injili. Yesu anawaambia mkapate kutubu. Kutubu ni kugeuka kutoka kwa dhambi. Kutubu ni kugeuka kutoka kwa dhambi. Njia yoyote ambayo ni ya uasi, njia yoyote ambayo ni ya makosa, njia yoyote ambayo ni dhambi, enda ukapate kugeuka kutoka kwa hiyo njia. Na ukiisha kugeuka, ukapate kuweka imani kwa Yesu Kristo. Yesu alisulubiwa kwa sababu ya dhambi, alizikwa, na siku ya tatu Yesu alifufuka ili kuwa ukombozi na uzima kwa ulimwengu. Nakupa sifa Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Mungu umezungumza nasi kupitia neno lako. Mungu enda ukapeane toba, enda ukapeane huzuni ya kiungu, enda ukapeane ufahamu, enda ukageuze watu kutoka kwa uzinzi,
kutoka kwa ukahaba, enda ukageuze watu kutoka kwa ulevi na njia zingine zote ambazo ni chukizo mbele zako. Mungu, enda ukaoshe dhambi ya ulimwengu wote kwa damu ya mwanao ambaye ni Yesu Kristo. Enda ukapatanisha ulimwengu wote kupitia mwili wa mwanao Yesu Kristo, yule ambaye ulimtoa kama dhabihu ya upatanisho na sadaka ya hatia. Mungu, enda ukatusamehe, enda ukaturehemu Bwana. Ni katika jina takatifu lako Yesu Kristo, uketie mkono wa kuume wa Mungu Baba, ona tuombea, uliye mkombozi na Bwana wetu, tumeomba na hata kuamini. Amina.